وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ndugu zangu talabatul ilmi na talibatul ilm, nina furaha sana kukutana na nyinyi katika kikao hiki kifupi. Kwa nini? Kwa sababu mnachokifanya kusoma ilmu, la siyama al-ilmu shar'i, ni kitu bora, khairu ma yusaa ilayhi, kitu bora kabisa cha kukiendea ni talabul ilmi shar'i, kutafuta ilmu ya sheria. Kwa hiyo nitakachokisema ni maneno tu yamekuja afwan, si kama tumejipanga muhadhara na nini. Ni mujarrad nasihatul walidi li auladihi au nasihatul abi li abnai wa banatihi au shay min hadha alqabil. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha hii ilmu ya kisheria ambayo tunaitafuta. Faqala jalla sha'nuhu, Allah akasema, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, katika waja wake wote wanaomwogopa Allah kweli kweli ni wale ahlul ilmi, alulama almuntasifuna bil ilmi, tena hasa wale alulama urabbaniyun. Pia aya mnaijua katika suratul Mujadala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anawanyanyua daraja waumini na watu wenye ilmu. Wa an-nusus fi fadli al-ilmi shar'i kathira wa mashhura, dalili katika kitabu na sunna zinajulikana, bali na maneno ya salaf, maneno ya Imam Ahmad maarufu kwamba elimu haifanani na chochote, in sahhati nia au in khalusati nia, au kama alivyosema, kama unatafuta elimu shari na nia yako imenyoka vizuri, unachokifanya kifanani na lingine, unafanya kubwa mno. Kwa hiyo kwa kuwa fadhila za ilmu ni maarufu, kikubwa cha kunasihiana zaidi ni ile misingi ya talabul ilmi. Ndugu zanguni, ikhlas, jambo la kwanza. Ikhlas kama mnavyojua ni sharti katika shurutu kabuli al-amal. Kama Waislamu, ibada yote tunayoifanya ili ikubaliki, kuna masharti ya ikhlas wal mutabaa ambayo mnayafahamu. Kwa hiyo kutafuta ilmu ni ibada, bal ajalluha, ili tupate malipo ambayo narjuhu wa nas'a lahu. Tujitahidi sana kuwa na ikhlasu nia, yani kwa maana usome kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Iqra bismi rabbik, hii bismi rabbik inaashiria mas'alatu al-ikhlas. Soma kwa ajili ya Mola wako. Na hadithi zimekuja, mtu ambaye anasoma elimu ya sheria na nini, alafu anasoma kwa ajili ya siku, kwa sababu sijui li udhahi bihi, akina nani ashindane na sufaha, ashindane na akina fulani, anakuwa amepata madhambi fi maana al-hadith. Kwa jambo la kwanza ambalo tunahusiana nalo ni masala ya al-ikhlas. Swala lingine ni masala ya kujali muda. Uzanguni, kwa sisi Waislamu muda ni mali sana. Walidhalika aqsama Allahu ta'ala bihi fi ghairi ma ayatin, Allah ameapia muda kwenye aya nyingi. Wal asri, wal fajri, aya mbalimbali anaapia. Wal asri, anaapia muda ili kuashiria nini? Ahamiyatihi, umuhimu wa muda. Kwa hiyo wewe mtafutaji ya elimu, jali sana muda. Unakaa nyumbani, ukijaliwa kabwenini, jali sana muda. Kuna vitabu vimetungwa kuonesha wanawachuoni wa zamani namna walivyokuwa wanajali muda. Walidhalika wasalu ma wasalu ilayhi, baada tawfiqi la, kilichofuatia ni wao wenyewe kuchukua asbabu, ikiwemo kujali muda.
Leo katika yanayosikitisha, maana wanafunzi baadhi ya wanafunzi hawajali muda, yani mtu kutoka nyumbani nini, mwalimu asipokuja anaona kawaida, mwingine ndio anafurahi, anafanyaje, hataki kuwa na akilia za namna hiyo. Zipo story za salafu saleh katika kuonesha kujali muda. Mwanachuni anatembelewa na mgeni, basi huko anaongea naye mgeni huku yabri qalamahu wa yusahih dafatirahu wa, yaani huko anaongea na mgeni huku kazi za kielimu zinaendelea, kuweka vizuri vitabu na nini, ili kujali tu nini muda. Kwa hiyo kitu cha pili baada ya ikhlas na wahusieni masala muraatu zaman, masala kujali muda. Sasa hivi changamoto nyingi katika talaka. Naenda mara vyoo vimefungwa, kuna hivi, mara waume mleta maandamano, jamani wiki 3 tupo nyumbani. Sasa kwa sababu yanajitokeza mambo kama hayo, kipindi ambacho kuna utulivu na soma muda huo. Na katika munasaba huo wa kujali muda, mtu asinuie kujifilisha kujirudisha nyuma. Yaani kwa bwana mimi darasa nitarudia bwana nini? Hatuna time hiyo. Sasa hivi dunia yote kwanza inakimbilia kubana muda wa masomo. Kwamba watu kama zamani ibtidaia walikuwa wanasoma miaka 6, sasa hivi ishafinywa tamhidi sijui nini miaka 2 naondoka. Kama mtawassit walikuwa miaka mingapi, watu wanafinya mambo. Kwa kama alwaqi ndio ipo hivi, alihalisi ipo hivi, wewe sio unapoteza muda. Kilichokupa sasa hivi soma, maliza mutawassita, nenda thanawi, nenda jami, sukulia, fanya hivi na nini, kwa sababu changamoto ni nyingi. Tuchukue mfano katika hija, Mtume anasema mtu mwenye uwezo aende katika hija, fa inna ahadakum la yadri, mtu ajui kitamtokea lini mwaka. Akipata nafasi mwaka huu ndio aende, aseme tena mwaka ujao mara Ebola, mara nini, mara vitaverani, mara nini, inatokea mwaka uwezo unao, njia hakuna. Basi hakadha fi talabil ilm, katika kutafuta elimu tuchukue mfano huo. Ujui mwakani kitatokea nini, ujui itatokea changamoto gani. Sasa hivi utulivu upo, soma, usijirudishe nyuma, usijifelishe, usizembee, chukua muda wako vizuri kwa sababu changamoto ni nyingi. Kingine katika nasaha kwa talabatul ilmi ni kusaidiana wenyewe, taawunu wenyewe kwa wenyewe, ni jambo la msingi kwa sababu uwezo wetu unakuwa ni tofauti, mawahib, vipaji tofauti. Wewe usione aibu kustafidi kwa mwenzio. Tumeona mashuleni mani tumepita mavioni na nini, mtu mwingine yupo darasa la juu lakini anasikiliza darasa au halaka ya mtu wa darasa la chini. Yaani wanafunzi sasa bwenini kuna masala ya yale ya munakasha usiku, discussion na mtu muraja wa pamoja. Kuna mwingine yupo darasa la mbele lakini ana yupo darasa la chini, ana uwezo na anakaa anasikiliza. Inatakiwa hiyo utawavu kwa wanafunzi na shirikiana, kama sisi ni wadai na nini, weekend tuseme siku tusenda shuleni, mara tunakutana kwa fulani tukabadilishana hivi, sababu kullu muyassaru lima khuliqa la. Inawezekana huyu mzuri katika nahau lakini katika masala ya fiqh si nzuri, yule kula anaelewa sana hadithi si nzuri katika lugha. Kwa hiyo tunakutana pamoja bwana, wote tupitisha katika bwana, ulimuelewaje Shawali pale katika hadithi, katika bila wewe hapa nilielewa hivi. Ni katika vitu japokuwa vinafanyika sana katika bweni, lakini hata nyinyi kama mnakaa deni ni vitu vya msingi kushirikiana katika ilmu, katika nini. Mimi nakumbuka hata si wakati tunasoma miaka yote kina Sheikh Shawala kina nani, tunafanya muraja muda mwingi kwa pamoja kwenye mitihani, kwenye nini, tunafanya hivi na nini, ni vitu ambavyo vya msingi. Swala lingine, kuwa na vitabu ni muhimu. Sawa, wengi ni wanafunzi, labda tuko na wazazi, tunasoma kwa shida. Lakini wewe sasa punguza kununua nguo, punguza nini. Sisemi msinunue, msipendeze, lakini vitabu kuwa navyo ni. Nakumbuka mwalimu wetu mmoja tuone masemani, vitabu wewe twali mlimu na vitabu, hata ukiviweka ukumbini kama pambo potelea mbali, lakini lazima uwe na vitabu. Vitabu sisi ndio jembe letu. Talabatul ilmi sisi vitabu ndio jembe letu. Kwa hiyo umepata 10,000 na nini amenunua kitabu fulani, Sharh 40 na Nawawi bin Uthaymeen nikapata.
sio sharh usuli sita umeweka pale, sio kitabu hichi kinazungumzia nini, kinafanyaje na nini. Hivi ni vitu vya msingi mno. Swala lingine pia kustafidi na wasaili utawaso ambao zipo hapa sasa hivi, mambo ya mitandao nini, kama mtu kajaliwa simu hapa na pale, pia anaweza kupata elimu katika maswali muwathaka, lakini sio mtu anaingia huko na bado anaweza kustafidi magrupu ya elimu kwa irshadati za maustazi wetu na nini. Ni vitu ambavyo tuwezi tukavikimbia kwa sababu ni vipo, lakini ninachosisitiza ikhlas katika utatu. Sisome kwa nia mbaya kama nikamngoe fulani atanikoma au nikafanyaje, sio sawa. Tusome kwa nia kujiondolea ujinga sisi wenyewe na kuondolea ujinga wenzetu. Pia tujali muda, na saa hiyo nimesisitiza sana, Allah ameapia muda, mfanyaje tuwe tunashirikiana, tujaribu kuwa na vitabu viwili vitatu na tujitahidi kusoma kwa nguvu zote, kwa sababu elimu ndio kila kitu. Elimu ndio kila kitu, kila kitu kinahitaji elimu, ujinga haufai. Inatosha kwamba ujinga ni mbaya, kwamba anasema hata mjinga mwenyewe hapendi ayunsaba lau ajal. Yaani hata mwenye ujinga mwenyewe kuambiwa na ujinga hapendi. Hii inatosha kuonesha hichi kitu hakifai. Lidhalika unaona watu wenye akili wote, mitume nani wanakimbia, yatabarrauna minhu a'udhu billahi an akuna mina al-jahilin. Dana nasu yata'awaduna minhu kaifa anta tas'a ilayhi wa tuhibbu, kwa ghairu maqbul, kitu ambacho ulikuwa ukae nacho mbali na usisogee. Jamani, juhudi za wanachuoni kwenye kutafuta elimu ni majali ndefu. Zamani akina Imam Shafi tunaambiwa katika tarajum, kuna elimu kwamba inaita masala tarajum, historia za wanawachuoni unasoma, unastafidi mambo mengi. Al-Imam Dhahabi ana kitabu kile Siyar A'la'i al-Nubala, tarajumul ulama, watu walipopata shida. Sasa hivi elimu ni base. Watu walikuwa wanatembea, mtu hadithi moja anaitafuta hapa, anaenda Mwanza wape hadithi moja, na akienda kule akiona mtu yenyewe aliyobeba hadithi, mtu ana mguu ana dini, anaiacha, haoni hasara, anarudi sifurul yadaini, hana kitu. Leo wewe madarasa haya halaka za jioni na nini, walakin la hayata liman tura. Kwa hiyo si tuwe na tuloamua sisi, achana na wenzetu, sisi tuloamua kusoma tusome kweli kweli madarasani, elimu za pembeni katika halaka na nini na nini. Hata unasikia watu wamefika jamii, si chuo kikuu na nini, wapo watu wameenda wamerudi na elimu, wapo wamerudi hivi. Kwa nini? Elimu ya darasani itategemea peke yake, utakuwa darasani, baadaye kuna halaka ya shekhe, kuna hichi. Al-ilmu dhalatul mu'min, elimu ni kama kitu kimekopotea, ukikiona popote pale unakizoa, unakichukua huku ukijali. Inna hadha al-ilma dinun fanduru amma ta'khuduna. Ila nazo nasaha zinatosha, kuongea ni mengi na anda inapendeza, lakini naktafi bi hadha al-qadr, tutosheke na kiasi hichi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wale ambao yastamiuna alqawla wa yattabi'una ahsana, na Allah aturuzuku elimu yenye manufaa na matendo mema.